Ikawa majira ya sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, yaani Pasaka, ilikaribia. Yesu akamtuma Simoni Petro na Yohana kutangulia mbele kumwandalia chakula cha Pasaka. Nimetamani sana kuila Pasaka hii nanyi kabla ya mateso yangu. Nawaambia, sitakula tena hata itakapotimizwa katika ufalme wa Mungu. Ubarikiwe Ee Bwana Mungu wetu, mfalme wa mbingu na nchi, utupaye matunda katika mzabibu. Twaeni hii mnywe miongoni mwenu. Nawaambia, sitakunywa tena katika matunda ya mzabibu hata ufalme wa Mungu utakapokuja. Ubarikiwe Ee Bwana Mungu wetu, mfalme wa mbingu na nchi, uletaye mkate kutoka katika nchi. Huu ni mwili wangu utolewao kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Hiki ni kikombe cha agano la damu yangu imwagikayo kwa ajili yenu. Lakini tazameni, mkono wake yeye yule atakayenisaliti uko pamoja nami hapa mezani. Amin, nawaambia, mwana wa Adamu atakwenda kama ilivyokusudiwa, lakini ole wake mtu yule atakayemsaliti. Haiwezekani. Haitawezekana. Nani huyo? Taji msaliti. Nani huyo? Aliye mkuu kati yenu nawe kama mdogo kabisa, na kiongozi awe kama mtumwa. Kwa maana nani ni mkuu, yeye aketie chini kula, au yeye ahudumiaye? Ni yeye aketie chini bila shaka. Lakini mimi niko miongoni mwenu kama ahudumiaye. Mmekaa na mimi katika majaribu yangu yote, na kama Baba yangu alivyonipa haki ya kutawala, nami nawapeni haki hiyo hiyo. Mtakula na kunywa katika meza yangu katika ufalme wangu, na mtakaa katika kiti cha enzi kuhukumu makabila 12 ya Israeli. Basi hakuna msaliti. Simon, Simon, tazama, Shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama ngano, akijaribu imani yenu. Lakini nimekuombea Simoni kwamba imani yako isitindike, na ukisha kurudi kwangu waimarishe ndugu zako. Bwana, niko tayari kwenda nawe kifungoni na hata kufa pamoja nawe. Nakwambia Petro, jogoo hata wika leo kabla wewe hujanikana mara 3. Nilipowatuma bila mkoba wala viatu, mlipungukiwa na jambo lolote? Hapana, hatukupungukiwa kitu. Lakini sasa yeyote mwenye mfuko auchukue, na asiyekuwa na upanga auze vazi lake na kununua. Nawaambia, imeandikwa katika maandiko, alihesabiwa pamoja na wahalifu, kwa sababu yanipasayo yana mwisho wake. Tazama, kuna panga 2 Bwana.
Yatosha. Na baraza la wazee likakutana kujadili namna gani kumwondoa Yesu. Shetani akamwingia Yuda aliyeitwa Iskariote, aliyekuwa miongoni mwa 12. Akala njama na wazee ili kumsaliti Yesu. Yesu akatoka Yerusalemu akaenda mlima wa Mizeituni kuomba. Ombeni msije mkaingia majaribuni. Yuda Iskariote alimsaliti Yesu kwa vipande 30 vya fedha. Yesu akijua saa ya kifo chake kwa ajili ya dhambi za wanadamu kimekaribia, akaomba. Baba, ikiwa ni mapenzi yako, niondolee kikombe hiki. Sio kama nitakavyo mimi, bali mapenzi yako yatimizwe. Na malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu. Na jasho lililomvuja likawa kama matone ya damu yakidondoka chini. Kwa nini mnalala? Amkeni na muombe msije mkaingia majaribuni. Yuda, wamsaliti mwana wa Adamu kwa kumbusu. Bwana, je, tuwapige kwa upanga? Haya, mkamateni. Yatosha. Muujiza. Mmenijia na mapanga na marungu kana kwamba mimi ni mhalifu. Nilikuwa nanyi kila siku hekaluni na wala hamkunikamata. Lakini hii ni saa yenu kutenda kazi, wakati nguvu za giza zinatawala. Kamateni. Mlindeni vizuri. Askari walimchukua mpaka kwenye ua wakamdhihaki kwamba ni mfalme wa Wayahudi. Hii hapa kanzu inayovaliwa na mfalme. Tuambie, nini kinakwenda kutokea? Je, utatuokoa? Mtu huyu pia alikuwa na Yesu. Mwanamke, simjui mtu huyu. Niliwaona pamoja.
tu watumishi wako waaminifu. Unajisikiaje ukitazama? Wewe pia ni mmoja wao, lakini si mimi. Hapana shaka mtu huyu alikuwa na Yesu, kwa sababu yeye pia ni Mgalilaya. Nenda zako. Sijui ni nini unachoongelea. Yesu akageuka na kumwangalia Petro, akamkazia macho. Kisha Petro akakumbuka maneno ambayo Bwana alimwambia, kabla jogoo hajawika hivi leo utanikana mara 3. Nani kakupiga? Tabiri. Tutabirie. Nani atakaye kupiga tena? Acheni. Acheni nasema. Mleteni mbele ya baraza. Nenda. Baraza la wazee na wakuu wa dini walikutana kumjadili Yesu. Tuambie, wewe ndiye Masihi? Hata nikiwaambia hamtaniamini, na nikiwauliza swali hamtanijibu. Lakini kuanzia sasa mwana wa Adamu ataketi mkono wa kuume wa Mungu Mwenyezi. Tuambie, ndiwe mwana wa Mungu? Wewe wasema mimi ndiye. Anadai kuwa yeye ni Mungu. Ni nani amempa mamlaka kusema hayo? Tunahitaji ushahidi zaidi. Anadai kuwa yeye ni Mungu. Sisi wenyewe tumesikia yale aliyoyasema. Tutampeleka kwa Pilato. Mpelekeeni kwa Pilato. Ndio, tumondoshe. Mpelekeeni kwa Pilato. Nenda. Wakampeleka Yesu mbele ya Pontio Pilato, gavana aliyekuwa katili zaidi ya magavana wa Kiroma, aliyeidhinisha kusulubiwa kwa maelfu. Na nyinyi mnataka nini hapa asubuhi yote hii? Tulimkuta mtu huyu akiwapotosha watu wetu. Alisababisha ghasia katika soko hekaluni. Adhabu yake itakuwa ipi? Hukumu. Sioni sababu ya kumhukumu mtu huyu. Ana hatia. Amewaambia watu wasilipe kodi kwa Kaisari. Tena anajiita ati yeye ni Masihi, mfalme. Mfalme? Ndiwe mfalme wa Wayahudi? Ndiyo, mimi ndimi. Alianza Galilaya na sasa amekuja hapa. Galilaya? Je, mtu huyu ni mwenyeji wa Galilaya? Kama ni hivyo basi mpelekeni kwa mfalme Herode. Si bado yuko hapa Yerusalemu, sivyo? Mpelekeni kwa mfalme Herode. Ati unasema wewe ni nani?
kina nani wale unaowaita wafuasi wako? Wengi wanasema kuwa unaweza kufanya miujiza. Hebu nifanyie mmoja. Bwana wangu amekuwa akiwapotosha watu wote. Anajiita mfalme. Mtu huyo? Mfalme? Mtukufu. Mchapeni barabara. Mrudisheni kwa Pilato. Hili ni jimbo lake. Ni dhahiri kwamba mtu huyu hakufanya chochote kinachostahili adhabu ya kifo. Kwa hivyo nitaamuru wapigwe viboko tu, halafu nitamwachilia. Inakulazimu kutufungulia mfungwa mmoja katika sikukuu hii. Tufungulie Baraba, lakini muondoshe huyu. Ndio, tupe Baraba. Wewe, mchapeni. Lakini wao wakaendelea kupiga kelele kwa nguvu zao zote, Yesu asulubiwe. Basi Pilato akaamua kumhukumu Yesu auawe. Akawafungulia Baraba, yule waliyemtaka, ambaye alikuwa ametiwa gerezani kwa sababu ya kuasi na kuua. Akamtoa Yesu kwao wamsulubishe. Wakamwamuru mtu mmoja jina lake Simeoni wa Kirene aubebe msalaba wa Yesu.
Tusikitikie Bwana, tunakulilia. Kunywa haya, kunywa Bwana. Enyi akina mama wa Yerusalemu, msinililie mimi, ila lieni kwa ajili yenu wenyewe na kwa ajili ya watoto wenu. Kwa maana kama watu watautendea mti mbichi namna hii, itakuwaje kwa mti mkavu? Mungu na akusaidie, tunakuombea. Baba, wasamehe kwa kuwa hawajui wanalofanya. Okoa wengine, sasa najiokoe mwenyewe. Ndio, jiokoe mwenyewe kama kweli wewe ndiye Masihi. Ndio, shuka kutoka msalabani, tuonyeshe baadhi ya miujiza yako. Na Yesu akasulubiwa kati ya wezi wawili ili kutimiza unabii kama nabii wa Mungu alivyotabiri miaka mingi kabla. Hii ni nguo ya ajabu isiyo ya kawaida. Tulipigie kura. Tushi sarafu. Atakayepata kichwa ndiye mshindi. Mimi nitakuwa wa kwanza. Mimi nitakuwa wa pili. Nipe sarafu. Nataka mimi nianze. Amerusha kichwa.
Nimeshinda! Una bahati. Utajishinda wewe kila siku. Wakaweka maandishi haya juu yake: huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Jiokoe mwenyewe kama wewe ni mfalme wa Wayahudi. Je, wewe siye Kristo? Jiokoe mwenyewe na sisi. Wewe mwogope Mungu. Sote tumehukumiwa kusulubiwa. Wewe umekosa, yeye hana kosa lolote. Yesu, nikumbuke utakapokuja kama mfalme. Amin, nakuambia leo hii utakuwa pamoja nami peponi. Hapo ilikuwa yapata saa 6, kukawa na giza juu ya nchi yote hata saa 9 jua limepungua nuru yake. Pazia la hekalu likapasuka toka juu hadi chini. Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Yule akida alipoona yaliyotokea alimtukuza Mungu akisema, utukufu kwa Mungu. Hakika huyu alikuwa mwenye haki. Mwenyeji wa Arimataya, mtu mwema na aliyeheshimika na mmoja wa halmashauri ya baraza kuu la Wayahudi, hakuwa amekubaliana nao katika kitendo chao. Yeye alimwomba Pilato amruhusu akauweke mwili wake katika kaburi kabla siku ya kuabudu kuanza jua lilipotua.
Tuye radhi, tunaufuata mwili wa Bwana wetu. Mnakaribishwa nyote, lakini harakisheni, Sabato inakaribia. Hata siku ya kwanza ya juma alfajiri walikwenda kaburini na manukato walioyaandaa. Wakalikuta jiwe limeviringishwa mbali na kaburi, lakini walipoingia kaburini mwili wa Bwana Yesu haukuwepo. Kwa nini mnamtafuta aliye hai kati ya wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyowaambia alipokuwa Galilaya, imempasa mwana wa Adamu kutiwa mikononi mwa wenye dhambi na kusulubiwa na kufufuka siku ya tatu. Jiwe lilivingirishwa mbali, tukaingia, lakini mwili wa Bwana wetu haukuwamo. Ati nini? Hauko? Na watu malaika wawili waliong'aa kama jua wakatutokea, wakatuambia, kwa nini mnatafuta aliye hai kati ya waliokufa? Ni kweli tusadikini. Nenda ukajionee mwenyewe, Bwana wetu hakuwemo. Petro, lazima utusadiki. Yesu aliwatokea wawili kati ya wanafunzi wake. Wakarudi Yerusalemu kwa furaha, wakawaambia wale wengine, hakika Bwana amefufuka. Na walipokuwa wakiwaambia hayo, Yesu mwenyewe akajiunga nao. Amani iwe nanyi. Kwa nini mnafadhaika? Kwa nini mna mashaka mioyoni mwenu? Angalieni mikono na miguu yangu, ya kwamba ni mimi mwenyewe. Nipapaseni muhakikishe, maana mzimu hauna mwili na mifupa kama mimi mnionavyo. Hii ndiyo maana ya mambo niliyowaambieni nilipokuwa bado pamoja nanyi, kwamba ilikuwa lazima kukamilisha yote yaliyoandikwa kunihusu mimi katika sheria za kidini za Kiyahudi na katika vitabu vya manabii. Imeandikwa, Masihi atateseka na siku ya tatu atafufuka kutoka wafu. Pia ni lazima kwa jina lake kuhubiri habari ya kutubu na kuondolewa dhambi ihubiriwe katika jina lake kwa mataifa yote, kuanzia na Yerusalemu. Ninyi ni mashahidi wa mambo hayo, nami mwenyewe nitawaleteni yule ambaye Baba aliahidi kumtuma. Lakini ngojeni huko mjini Yerusalemu mpaka mtakapopewa ile nguvu kutoka juu.
Bwana wabariki awatunze. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Amen. Kaburi ambamo mwili wa Bwana Yesu uliwekwa ni tupu. Siku 3 baada ya kusulubiwa, alifufuka kutoka kwa wafu. Yu hai. Yu hai. Anataka kuingia maishani mwako. Yesu mwenyewe alisema, mimi ndimi ufufuo na uzima. Anayeniamini mimi hata akifa ataishi. Imepita karibu miaka 2000 tangu Yesu afufuke kutoka kwa wafu, na bado anaishi hata leo, na ndiye mwenye mvuto mkubwa juu ya maisha ya watu kuliko yoyote mwingine. Watu mashuhuri wa karne zilizopita walikuja na wakapita. Watawala, wanavyuo, wanasayansi, wanafalsafa na wanateolojia walikuja wakapita. Lakini Yesu bado anaishi leo. Ndiye mtu wa kipekee aliyepata kuishi. Kuzaliwa kwake kulikuwa kwa kipekee. Biblia inatueleza kwamba alizaliwa na Bikira Mariamu. Maisha yake yalikuwa ya kipekee. Yalijawa na maajabu yasiyo ya kidunia. Aliishi maisha matakatifu yasiyo na dhambi. Aliyefanya miujiza ya ajabu zaidi kuliko mtu yoyote yule aliyepata kuishi. Ujumbe wake ulikuwa wa kipekee. Huwapa upendo, msamaha na maisha mapya wale wote ambao wanampokea kama Mwokozi na Bwana wao. Popote ambapo ujumbe wake umefika, umesababisha maisha mapya, matumaini mapya na maana mpya katika maisha. Kifo chake msalabani kilikuwa cha kipekee. Miaka 2000 iliyopita, Mungu wa mbingu na nchi alimtuma mwanawe wa pekee Yesu Kristo ili asulubiwe kwa ajili ya dhambi za watu wote. Alikufa kwa ajili yako. Kufufuka kwake kulikuwa kwa kipekee. Siku 3 baada ya kufa, tukio la kusangaza zaidi katika historia lilitokea. Yesu alifufuka kutoka kwa wafu. Kuzaliwa kwake, maisha yake, kifo chake na kufufuka kwake, vyote vinathibitisha alivyodai Yesu kwamba yeye ni mwana wa Mungu, Mwokozi wa wanadamu wote.